Yes, mambo vipi? Karibu sana kwenye The Heavy Talk podcast. Ni siku nyingine tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali. Sasa hii leo studioni nina mgeni ambaye ni Dr. Luka Mkeni. Yeye ni daktari bingwa wa watoto. Tutakuwa naye hapa kuzungumza mambo mbalimbali. Unajua tunasema kila siku afya ni mtaji namba moja, na ukiwa na afya basi mambo yanaenda sawa kabisa. Tutakuwa hapa kujadili ni vitu gani hasa ambavyo tunatakiwa kuvifanya ili afya zetu ziendelee kuwa salama. Dokta, karibu sana. Asante. Nafurahi sana kuwa na wewe leo hapa studio za TBC Digital. Asante Agre. Na mimi nimefurahi sana kujumuika nanyi. Kwanza niwapongeze. Niwapongeze, ninafurahi ninapoona vijana mnaweza kuelimisha jamii namna hii. Inanitia hamasa na naona kwamba kumbe championi wa afya tuko wengi. Wako waandishi wa habari, wako madaktari kama sisi. Kwa mimi mara nyingi nimekuwa nikiwa kule Muhimbili natibu tu watoto, naona huku na kumbe na nyinyi mnaangalia. Huwa inapendeza sana napoona hali kama hii. Nilikuwa kwenye pitapita zangu mtandaoni nikasoma sehemu na lile andiko limeweka wazi kwamba kuna magonjwa mengi ambayo yanasumbua sana ulimwengu kwa sasa hivi. Magonjwa kama pressure au shinikizo la damu, kuna magonjwa kama sukari, magonjwa ya moyo, figo na mengine ambayo yamekuwa ni changamoto kubwa, yanawatesa watu wengi sana sasa hivi. Ni kwamba yana uhusiano kwa namna moja au nyingine na kukosa lishe bora kwa mtoto katika umri wake mdogo anapozaliwa. Sasa nataka kufahamu daktari, jambo hili kwamba kwanza lina ukweli kiasi gani? Ndio, kuna ukweli ndani yake kwa sababu kuna research nyingi zimefanyika ulimwenguni. Zimekuja kuonyesha kwamba mtoto aliyenyonya maziwa ya mama yake kwa kipindi cha miezi 6 bila kupata chochote kile inamkinga baadaye kupata magonjwa ambayo ni tunasema non-communicable disease, kama tunasema kama sukari na pressure. Kwa hiyo hii ni moja ya faida ya mtoto ambaye aliyenyonya kwa kipindi cha takriban miezi 7 bila kupata chochote kile. Inamkinga. Japokuwa yapo manufaa, labda tungeenda moja kwa moja kuangalia sasa kwa nini maziwa ya mama ni muhimu, si ndio? Kwa nini maziwa ya mama ni muhimu? Na haya sasa, mara tu mtoto anapokuwa amezaliwa, tumekuja na mfumo au mtazamo ambao sasa mtoto anapozaliwa, mara baada ya kuzaliwa mtoto anatakiwa aanze kunyonyeshwa. Mtoto anahitaji maziwa ya mama. Ndio maana mamalia wote tu mtoto akishazaliwa ndio chakula chake anatakiwa kupewa mara tu anapokuwa amezaliwa. Sasa unfortunately sasa tunasema kwamba mtoto mara baada ya kuzaliwa mwili wa mama unatengeneza homoni. Kuna homoni zipo zinazalishwa kwenye ubongo, zinatoka prolactin na oxytocin hormone. Hizi ni homoni mbili ambazo zinapelekea uzalishwaji wa maziwa na utokaji wa maziwa kwa mama. Sasa homoni hizi ndio zinachochea. Hii prolactin inazalishwa mtoto anapoweka mdomo kwenye chuchu ya mama. Ni kwamba moja kwa moja homoni hii inazalishwa na inapeleka stimulation kwenye ubongo na maziwa yanaanza kutengenezwa. Na pia homoni ya oxytocin pia inapokuwa imetolewa ndio inafanya maziwa hayo yaweze kutoka sasa kwa ajili ya mtoto kwenda mdomoni kwa mtoto anapokuwa ananyonya. Sasa basi mara tu mtoto anaponyonya, kwa kuwa sasa WHO ameshasema kwamba ni chakula bora na ukitambua, cha kwanza kabisa maziwa ya mama tuseme ni balanced diet. Ina kila kitu. Kwa hiyo yanapoanza kutoka, kuna maziwa yale ya awali mama anapokuwa amejifungua yanatoka colostrum. Maziwa haya ni mazito na yana rangi ya njano. Tunasema kwamba hii ndio antibiotic ya kwanza ya mtoto kuipata, kwa sababu yanamkinga na maradhi mengi sana. Kwa hiyo siku ya kwanza mpaka siku ya 3 hayo maziwa yanatoka, yanamkinga mtoto sasa. Sasa baadaye sasa kunakuwa na maziwa yanaanza kutoka kwa mtiririko ambao mtoto chote mtoto kapokuwa ananyonya. Na wataalamu wa afya wamekuwa wakisisitiza sana kuhusu wazazi kuwanyonyesha watoto wao kwa muda ambao tumezungumza hapo. Mtoto anatakiwa kunyonya kwa miaka 2, umeona, na miezi 6 pasipokula chakula chochote. Lakini swali ambalo wengi wanajiuliza kwamba kwenye maziwa labda kuna virutubisho gani ambavyo pengine mtoto hawezi kuvipata kwenye maziwa mengine ikiwemo ya formula au maziwa ya ng'ombe. Nitaelezea kwa kifupi kwamba maziwa ya mama yana nini. Maziwa ya mama yana kitu kwanza. Maziwa ya mama yana seli nyeupe za damu ambazo zinapambana na maradhi. Tunataka lymphocytes zipo kwenye maziwa ya mama ambao huwezi kukuta kwa wanyama wengine.
Kwa hiyo hii ni kuhakikisha kwamba maradhi yote yanapambana inaweza kupambana na haya na vimelea vya maradhi kama bakteria, virus na protozoa. Kwa hiyo hii ni faida mojawapo ya maziwa ya mama sasa, kwamba yana hizo seli ambazo zinaweza kupambana na maradhi. Yes. Kitu kingine ni kwamba maziwa ya mama yana kitu tunachoitaga omega 3 na omega 6. Sasa omega 3 na omega 6 hii ni fatty acids muhimu sana kwenye kutengeneza ubongo. Ambapo sasa maziwa ya mama ndio yana kiwango kikubwa kulinganisha na wanyama wengine wote. Kwa hiyo mtoto anapokuwa amezaliwa, anapopata maziwa ya mama, anapata huyo omega 3 na omega 6 ambayo ni muhimu sana kwenye kwenye kutengeneza ubongo, hasa kwenye kutengeneza madaraja yanayoitwa synapse, ambayo mwisho wa siku ndio yanakuja kufanya mawasiliano ya ubongo, na kutengeneza pia neurotransmitter ambayo tunaitaga ni dopamine na norepinephrine na serotonin, ambazo hizi ndio zinazopelekea mawasiliano katika ubongo. Kwa hiyo ukija kuangalia utakuta kwamba maziwa ya mama ndio yana contain haya, kuna ni mahususi kwa ajili ya hicho kitu. Kitu kingine, maziwa ya mama yana kitu tunaitaga human milk oligosaccharide, ambayo ni protini ambayo kwenye maziwa, ambayo yenyewe inapokuwa tumboni kwa mtoto sasa inapelekea madini ya chuma yaende mengi, kwa sababu madini ya chuma ndio yanahitajika sana kwenye kutengeneza ubongo wa mtoto mara tu anapokuwa amezaliwa. Kwa hiyo madini haya yanategemea sana hiyo human oligosaccharide. Kwa hiyo ndio maana mtoto akinywa maziwa ya mama anaweza kawa anasikia njaa mara kwa mara, kwa sababu yanahitajika sana kwa ajili ya kutengeneza brain. Na mtoto akiwa akinyonya sasa, mtoto anaweza kawa anahitaji mara kwa mara, na ndio maana watu wengine nafikiri labda maziwa yangu hayatoshi, ngoja nikafanyaje nikaongeze. Kwa hiyo moja kwa moja madini haya ya chuma ndio hiyo tena yanahitajika sana kwenye kutengeneza hiyo daraja ya brain ambayo synapse na hizo neurotransmitter kwenye ubongo wa mtoto. Kwa hiyo utaona kwamba hii ni kitu ambacho kinapatikana kwa maziwa ya mama pekee yake compared na wanyama wengine. Lakini unapokuja kumpa ya ng'ombe sasa, maziwa ya ng'ombe yana protini kubwa inatoka casein. Hata haya infant formula ni ya ng'ombe pia, watu wasije wakasahau, ni maziwa ya ng'ombe pia wasije wakasahau. Sawa. Lakini haya sasa yana protini inatoka casein. Hii mtoto anapokunywa inakaa tumboni muda mrefu. Kwa hiyo matokeo yake anafili ameshiba masaa yote. Na ndio maana mama wengi wanafikiri kwamba kwa kumpa maziwa ya ng'ombe haya kwa sababu yanayo casein anakuwa ameshiba, lakini kweli si kweli kwamba mtoto ni kwa sababu ya maziwa. Kwa hiyo na pia maziwa ya ng'ombe yana kiwango kidogo cha madini ya chuma, kwa hiyo hayaendi kwa kiwango kikubwa, ile madini ya chuma hayaendi tena. Kwa hiyo matokeo yake brain ya mtoto inakuwa haikui kama inavyopaswa. Kwa hiyo unajua kuangalia kwamba maziwa ya mama sasa ndio kitu pekee ambacho kinahitajika hasa ndani ile miezi 6 mpaka miaka 2 kwa ile kutengeneza mfumo wa ubongo wa mtoto. Sawa, umezungumza kwa uzuri kabisa na kwa maelezo yako nimeona namna gani ambavyo ni muhimu kweli kweli kunyonyesha watoto au mtoto kupata maziwa ya mama. Lakini yapo mazingira ambayo mzazi au mama ambaye amejifungua mtoto anashindwa kunyonyesha kwa sababu fulani na fulani. Sasa katika mazingira kama hayo, nyinyi wataalamu wa afya mnashauri vitu gani vifanyike ili mtoto apate virutubisho sawa na ambavyo atavipata kwenye maziwa ya mama ambayo hawezi kuyapata kwa wakati huo kutokana na changamoto mbalimbali? Asante Agre. Ni swali zuri, lakini kabla sijakwenda hapo tungesema sasa haya umuhimu ya maziwa ya mama kwa mtoto kwanza. Tumeshasema kwamba ina hiyo, lakini tukumbuke kwamba sasa maziwa ya mama pia yanasaidia kumkinga mtoto na maradhi mbalimbali. Watoto ambao wamenyonyeshwa wanakingwa na maradhi mbalimbali ambazo yanaweza kapelekea kukatarisha maisha yao. Kwa mfano magonjwa sasa hivi, magonjwa namba 1 tukiacha na mtoto kuzaliwa njiti ni ugonjwa wa pneumonia. Yes, ndio nao watoto baada watoto njiti. Kinachofuata kwa watoto wengi ni ugonjwa wa pneumonia na ugonjwa wa kuhara. Sasa mtoto ananywa maziwa mama yake, kwa maziwa haya yanamprevent mtoto huyu asipate maradhi hayo, inamkinga. Kwa hiyo mtoto ambaye anapata maziwa ya mama yana moja kwa moja yanamkinga asipate maradhi kama pneumonia na kuharisha na mafua. Sawa. Kwa hiyo ni faida nyingine. Faida nyingine ni kwamba maziwa ya mama haya tu ni available wakati wote. Kwanza ni masafi kwa sababu yamekuwa storage, ni masafi wakati wote, hayahitaji preparation, hayahitaji nini. Unaweza kumpa masaa yote. Alafu ni costless. Ni kwamba hayana gharama yoyote. Kwa sababu mama yuko pale, mtu anataka kunyonya na nyonya tu, kwa hiyo hayana gharama yoyote. Faida nyingine ni kwamba maziwa haya ya mama kama nilivyosema yatamkinga mtoto na maradhi
non-communicable disease kama pressure na sukari. Research zimeshafanyika na zimeonyesha hivyo. Kwa hiyo kuna ushahidi kwamba watoto wanaonyonya maziwa ya mama yao wanakuwa hivyo. Kitu kingine ni kwamba ni IQ. Watoto ambao wananyonya maziwa ya mama yao kwa kipindi chote cha miezi 6 kwa chote na miaka miwili, uwezo wao wa kufikiri na kutambuzi kumbukumbu na hisia unakuwa uko juu kulinganisha na watu ambao walikosa maziwa hayo. Kwa hiyo ukiangalia hapa sasa utagundua kwamba maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto, na ndio maana hata madaktari tunasisitiza kwamba watoto ni muhimu wakao wananyonya kulingana na standard ambazo zinakubaliwa na WHO, ambao ni miezi 6 bila kumpa chochote na mpaka miaka miwili akiwa anapata na vyakula vingine. Ni wakati labda nikueleze, labda tukijibu swali lako nieleze sasa ni vitu gani vinafanya mama asinyonyeshe mtoto wake. Kwa sababu tunasema mtoto anapokuwa amezaliwa definitely maziwa yanatoka. Sawa sawa. Si ndio? Lakini kuna circumstances. Kuna ambazo zinaweza kufanya mtoto asinyonye maziwa ya mama yake. Labda tuanze. Ya kwanza, kuna maradhi yanayoitwa galactosemia. Kwamba ni mtoto anazaliwa mwili wake hauwezi kumeng'enya maziwa. Yawe ya ng'ombe, yawe ya mama, yawe ya whatever. Sawa? Kosa hiyo unakuwa ni kama ugonjwa au inakuwa ni ugonjwa unaitwa galactosemia. Sasa mara nyingi mtoto wa aina hii kila akinywa maziwa anaharisha. Umeelewa? Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho tukishafanya vipimo tukigundua kwamba mtoto huyu ana shida hiyo, moja kwa moja exclude asitumie maziwa, lakini tuna lactose free milk ambayo tunawapa, japo ni expensive kama anaweza. Sawa? Sasa hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili itakayompelekea mama asinyonyeshe mtoto nikasema ni kwamba ni mama ambaye amegundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi na ana kiwango kikubwa cha virusi kwenye mwili wake na chansi ya kumwambukiza mtoto inaonekana kwamba ni kubwa, lakini japo kiwango cha virusi vya ukimwi kwenye maziwa ni kidogo, lakini hapo mama amegundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi na hajatumia dawa, definitely tutashauri kwamba asimnyonyeshe, kwa sababu uwezekano wa mtoto huyu kupata maambukizi ni mkubwa kutokana na hali ya mama wakati huo. Kitu kingine ni kwamba ni kama mama amegundulika kwamba anatumia dawa za kansa, za saratani, ambazo radioactive material anatumia hizo dawa ambazo hizo zinaweza zikawa zingine moja kwa moja kwa mtoto. Tutasema mama huyu asimnyonyeshe. Tutatumia mbadala. Mama mwingine ambaye ruhusa kunyonyesha mtoto ni mama ambaye anatumia madawa ya kulevya kama heroin na cocaine. Tukisha confirm kwa mama huyu labda anatumia madawa ambayo ni heroin na cocaine, definitely tutasema kwamba asinyonyeshe mtoto, kwa sababu maziwa yake yatakuwa anaweza kapeleka dawa hizo kuja kwa mtoto na kumletea madhara ya baadaye. Lakini hakuna sababu nyingine yoyote ile itakayoweza kupelekea mama asinyonyeshe mtoto wake. Yako watu wanasema si virusi vya homa ya ini, vya hepatitis B, hepatitis C, wako watu wanasema ukiwa na kifua kikuu, wako watu, lakini kiukweli kutokana na umuhimu wa maziwa ya mama kwa mtoto, tunashauri kwamba mtoto anyonyeshe no matter what. Labda hizo sababu ambazo nizieleza kama zitaonekana, tutasema kwamba mtoto asinyonyeshe. Lakini kwa nyinyi wataalamu wa afya, nafahamu kwamba pia kuna changamoto ambazo zinatokea kwenye umri wa ukubwani huko, watoto wakiwa wakubwa. Unadhani labda kuna uhusiano wowote na vyakula ambavyo walikuwa wanapewa watoto katika umri wao wa utoto? Maendeleo ya mtoto au mfumo wa mtoto unaanza kuanzia takribani hata siku 1000 akiwa tumboni mpaka anazaliwa, miaka miwili mpaka anakwenda anakuwa mtu. Sawa? Lakini sasa tumekuja kuangalia katika nchi ambazo zinazoendelea, Tanzania ni mojawapo, tumekuwa tunakuja kufocus kumwangalia mtu akiwa amesha kuwa na umri mkubwa, labda ameshamaliza chuo na anaanza kufanya kazi, lakini tunasahau kwamba tunatakiwa tumuandae mtu tangu siku 1000 anapokuwa tumboni mwa mama yake. Sawa. Sisi siku 1000, umeelewa za mwanzo mpaka sasa. Tukisha kosea huku sasa, itimisi huku mbele tutapata matatizo mengi sana ambayo mengine hayasolviki. Umeona? Kwa mfano nimesema moja ya madini ya chuma ambayo yanapatikana kwenye maziwa ya mama ni muhimu sana katika utengenezaji wa ubongo. Kwa hiyo kama mtoto hakupata madini haya ya kutosha, itimisi zile neurotransmitter kwenye ubongo zitatolewa na yale zile synapse, madaraja yale ya mawasiliano yanatengenezwa. Kwa hiyo mtu huyu hata katika kumbukumbu, tambuzi na hisia unakuwa uko chini. Kwa hiyo no matter utakavomtrain hataweza kukopu kutokana na kwamba tayari ana deficient, kwa sababu vitu shatokea. Kwa hiyo ni permanent damage, hautapata na hataweza na kukopu. Hata kama ukija kureverse baadaye hautaweza kureverse, tunasema irreversible, haitaweza kutokea tena. Sasa basi na nafikiri sasa hivi naona nchi ambazo zimeendelea
zinapambana kweli kweli kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto inaimarika, kwa sababu inatambua umuhimu wa afya ya mtoto na mama, kwa sababu mtoto kabla hajazaliwa anakuwa yuko kwa mama. Ndio maana nasema kwamba afya ya mama na mtoto ni muhimu na inahubiriwa katika duniani kote. Nafikiri sasa hivi nasikia unasema kwamba kuna vazi la taifa inaandaliwa. Mimi ningependa siku moja tuwe na nani na mlo wa taifa, kwamba kwa watoto waandaliwa walishweje. Kwa hiyo watoto wetu wanakuwa wanakula ndivyo sivyo sana, kutokana na kwamba labda niseme ni kujua au kwa kutokujua. Lakini kwa kweli kama taifa kuinvesti kwamba namna watoto wanatakiwa kula. Mimi nasoma sana, napita katika baadhi ya majarida, napita katika nchi ambazo zimeendelea, developed countries kama Japan, China na nini. Nafikiri hata ukiona jinsi wanavyokula China, unaona wanavyokula vyakula vyao ni tofauti na sisi. Ukienda Japan wanakula tofauti na sisi. Ukienda Amerika wanakula tofauti na sisi. Sasa lakini kumbe kuna uhusiano mkubwa wa afya ya mtu kiakili na kimwili kutokana na kitu anachokula. Sawa. Umeona? Lakini sasa tukiangalia hapa, tukia kuangalia sasa, kumbe mtindo wa maisha unatakiwa uanze mtoto angali mdogo mpaka atakapokuwa mtu uzimani, kwa sababu haya matatizo ambayo tunadili nayo sasa hivi kubwani mengi sosi yake yalianzia utotoni. Sawa. Na watu wengi basi sasa mnakuja kusahau kuchinia watoto. Matokeo yake maradhi, tunategemea maradhi mengi hapa juu sasa, kama saratani, tunategemea magonjwa kama pressure, kama sukari, tunategemea kama tunasema kwamba matatizo ya akili, mfumo wa matatizo ya akili, mental illness. Umeona? Kumbe vitu hivi vikiwa controlled mapema huku chini, ndio na huku juu hautavipata. Umeona? Sasa basi kwa mfano sasa hivi hapa kwetu watoto wanavyo sasa hivi kumekuwa na changamoto nyingi sana. Kwa mfano sasa screening time, watoto wengi wanakuwa sasa hivi wanaangalia vitu ambavyo ni vya entertainment, kama screening time, wanaangalia television muda mrefu. Wengine wanaangalia smartphones kwa mambo kubwa, wengine wana video games, wengine na katika hilo wazazi wamekuwa wawezeshaji wakubwa katika hili, yani kwa expose watoto wao kwenye hivi vifaa vya kielektroniki. Mtoto akilia kidogo, sisi kipindi kile mtu alikuwa anaimbiwa nyimbo, ndio anabembeleza kwa nyimbo, lakini sasa hivi mtoto anapewa tablet au simu aperuzi. Kwa utazungumza pia hapo namna ambavyo inaweza likaleta hatari. Ni effect ya digitalization kwa watoto. Ipo ni topic kubwa tukidiscuss hapa tutamaliza. Lakini ni kweli ni kitu ambacho kipo kinaendelea sasa hivi na madhara yake ni makubwa sana. Unaona tu wengine siku hizi hawaongei mapema, wanapata lini kuongea. Watu wengine wanakuwa na tabia kama za usonji, lakini sio usonji. Yaani ziko sababu nyingi. Lakini tuangalie focus kwenye ulaji sasa. Kwenye ulaji, yes. Kwenye ulaji ukiangalia sasa hivi sasa ni kwamba darasani chakula bora ni nyama, maziwa na mayai. Lakini ukitoka nje ni kula mihogo. Sasa hiki chakula cha kusomea, hiki ni chakula hiki cha mihogo ndio ya kula. Kwa hiyo nafikiri tuwe na realistic. Ukinifundisha mimi kwamba chakula kizuri, chakula ni nyama, maziwa, samaki na mayai na mboga hivi, nikitoka nje kula nile, basi mwalimu usinifundishe hicho. Lakini kwenye hili changamoto kubwa nadhani ni hali ya kiuchumi pia kwa wazazi. Yaani mtoto analazimika sasa kula chakula kilichopo. Ni kweli kabisa, huenda wazazi au wenye familia wanapenda kabisa watoto wao wale milo kamili au chakula ambacho kinashauriwa na wataalamu. Lakini changamoto inakuja kuafford pesa ya kununua hivyo vyakula. Mimi ninachoweza kusema nakwambia, take it from me. Chakula kipo ni kingi sana. Hata ukienda sokoni, vyakula ni uelewa tu mdogo. Ni uelewa mdogo. Maarifa ni madogo sana kwenye kufidi watoto. Na maarifa ni madogo, ni maarifa ni madogo na ni madogo kweli. Vyakula viko vingi sana. Kwa mfano, unaweza kukuta viko vitu kabisa vinauzwa sokoni kwa bei rahisi kabisa. Lakini mtu anakwenda kununua vitu ambavyo viko ya kusindika kutoka kwenye supermarket na peleka nyumbani, akifikiri kwamba anapeleka kitu kizuri. Kumbe kile kizuri akiacha sokoni, akaenda kununua vitu cha kusindika, kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo ukiangalia hapa utaona ni maarifa yamekosekana. Kitu kingine sasa, watoto wetu wanakula vyakula ili mwili uweze kuwa mwili unaofaa, lazima ule vyakula ambavyo ni balanced diet, mlo kamili. Lakini ukija kuangalia the way wanavyokuwa watoto wetu wanavyolishwa sasa, unakuta wanakula vyakula vya wanga kwa kiwango kikubwa zaidi ukilinganisha na vyakula vingine. Kwa hiyo matokeo yake sasa, vyakula hivi vya wanga ndio vinapelekea changamoto ya insulini kuwa juu, na hatimaye
Mtoto anapozidi kula vyakula kwa muda mrefu, akifika miaka 20, 25, 30 tayari anapata sukari daraja la pili, anapata pressure, anaweza kupata sosi ya kansa. Unaanza kushangaa mtoto, kumbe vitu hivi vilianza tangu utotoni. Kwa mfano sasa utakuta watu wengi wanasahau haya makundi ya vyakula ninavyosema kuna balance diet. Basi mtoto apate vyakula vya protini, apate vyakula vya wanga, apate vyakula vya vitamini, apate vyakula vya mafuta kidogo, apate na vyakula vya madini. Sasa ukija kuangalia kwa jamii yetu, watu wanakula chakula cha aina moja kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, tuzungulie mtoto ambaye ameamka asubuhi akanywa chai ya rangi yenye sukari na silesi 2 za mkate au silesi 4 za mkate, au akala chai na wali. Kwa hiyo ukiangalia sukari ni wanga yuko kwenye chai, akaja akala mkate, silesi za mkate au wali, pia huu ni wanga. Kwa hiyo mara nyingi mwili yetu inabadilisha wanga kuwa mafuta. Kwa hiyo mtoto huyu sasa akatoka hapo akaenda shuleni, akanywa juisi au akanywa soda, matokeo yake nayo soda kuna sukari, ni wanga amekula. Akatoka hapo akala mchana, akala ugali, pia ni wanga amekula. Akatoka kafika jioni akarudi nyumbani akala wali, amekula wanga. Mama akamtengeneza tena juisi akamwekea pale, akanywa tena yenye sukari, pia amepata vitamins kidogo kwenye matunda na pia amekula tena wanga. Lakini ukija kuangalia mlolongo wote kwa siku nzima atakuwa amekula wanga kwa kiwango kikubwa sana. Sasa wanga huu sasa kama hautumiki kwenye mwili, mtoto wa siku hizi anaangalia screen time, amekaa tena pale, tutasema ndio anakula tena popcorn, anakula popcorn, mama kamwekea tena pale. Kwa hiyo sasa anakula wanga mwingi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta sasa mwili unaanza kuzalisha homoni ya insulin kwa kiwango kikubwa, na hatimaye sasa baadaye anapozidi kuwa mnene, sasa muda unazidi kwenda, anapata insulin resistance, kwamba ile insulin kemikali hii haitumiki, haitaweza tena kubadilisha glucose kwenda kwenye energy. Kwa hiyo matokeo yake mtoto anaanza kunenepa. Sasa unaona kwamba anaanza kuwa na tumbo kubwa, anaanza kunenepa. Ndio maana kutembea mtaani watoto wengi ni wanene. Na kuna baadhi ya jamii fulani wanafikiri kwamba unene ni ndio sifa, ni afya. Kumbe ile sio afya. Kumbe sio afya bwana. Wao sio kafurahia tu neno kafiri ni afya. Ile sio afya, ile ni tatizo. Kwa sisi tunaishi mjini tunasisitiza sana tusile vyakula vya wanga. Tunaambia vina madhara na ni chanzo pia cha kupata sukari na magonjwa mengine kama pressure na kadhalika. Lakini ukitazama maisha ya kijijini, unaweza kukuta mtu anaamka asubuhi anakutana na kipolo cha ugali ambayo ni wanga. Mchana atakula ugali na jioni anaweza kula wali. Wanakula wanga, lakini kwa nini madhara hayo yanaonekana zaidi kwa watu wa huku mjini? Kijijini hatuoni kama vyakula hivyo vinawaletea madhara na magonjwa ambayo yamekuwa ni changamoto kubwa sana katika maisha ya sasa. Iko hivi, ili miili yetu iweze, tunapokuwa tumetumia miili yetu katika kuongea, kutembea, kufanya kazi za kulima, kufanyaje, tunahitaji energy ambayo in terms of calories. Vyakula vya wanga unaona vinatoa calories unakuwa unavitumia. Kwa hiyo hii ni energy ambayo mtu anaitumia kwenye kufanya mambo mbalimbali. Umeona Sasa basi unapokuwa gramu moja ya wanga inatoa kalori 4. Gramu moja ya protini inatoa kalori 4. Gramu moja ya fat inatoa kalori 9. Umeona Kwa hiyo basi unaangalia sasa hizi unapokuwa unavokula vyakula vya wanga, sasa unavyoingia kwenye mwili vinabadilishwa kuwa calories kwa ile ya kutoa energy, tunataka ni ATP, kwa energy ambayo inatumika kufanya shughuli mbalimbali. Lakini sasa unapokuwa unakula vyakula vya wanga na ujishughulishi na hizo calories hauzitumii, na mwisho wa siku sasa hii homoni ya insulin inapokuwa imezalishwa kwa ile kubadilisha huo wanga kwa ile kupeleka kusaidia chakula cha glucose ambao ni cha wanga kiingie kwenye seli kwa ile produce energy, inapokuwa inazalishwa kwa kiwango kikubwa na haitumiki, mwanga unabadilishwa unakuwa mafuta. Umeona? Unapokuwa mafuta sasa, ndio maana sasa kama mtu anaenda gym anatumia hizo calorie anapungua. Kwa hiyo kama unapokuwa sedentary life, wewe hufanye mazoezi, hulimi, ufanye nini, umekaa tu umbali kidogo, umechukua bodaboda umeenda. Kwa hiyo matokeo yake sasa wewe mwili wako unakuwa ni store ya kuhifadhi mafuta ya kutokana na vyakula unavyokula. Na kutokana na vyakula vya protini kuvipata sio ni ghali, vyakula vya protini ni ghali. Sahihi. Kwa hiyo sasa mara nyingi watu wanapokula vyakula vya wanga si rahisi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mtu anakula hivi sasa kwa muda mrefu.
matokeo yake mwili una store sasa. Sasa hivi tuna watoto wanapata mpaka fat liver, unakuta mtoto mafuta yamejaa kwenye ini, kwa sababu hii ndio ina store hii temporary glucose in terms of glycogen. Kwa hiyo inapokuwa ina store hadi temporarily, kama itumiki inabadilishwa inakuwa mafuta, ndio unakuta mtu anaota kitambi. Kwa hiyo ni mafuta, ni vyakula vya wanga vinaweza kitambi. Sasa ukishapata sasa haya mafuta haya na muda mrefu ya insulin kwa juu mara kwa mara, mwili unazoea, unapata insulin resistance. Matokeo yake sasa unapata sukari daraja la pili, unapata cholesterol iko juu. Itakupelekea inaanza kuaffect mishipa ya damu. Matokeo yake mzunguko wa damu unakuwa interfered, tunapata peripheral resistance, unapata pressure. Pressure hii na sukari itakupelekea, pressure itapeleka kwenda kuua baadhi ya organs za mwili sasa, likiwemo ini. Unaweza kupata saratani ya ini, unaweza kuua figo zako kwa sababu ya pressure na sukari. Na hapa ndo magonjwa haya ya sukari na pressure unajakuta kwamba ndio source ya kufa kwa figo, ndio source ya kupata stroke, ndio source ya kupata fat liver au saratani ya ini ambayo kutokana na nini na mafuta mengi. Kwa hiyo unajakuta kwamba hii source ilianzia kwenye chakula. Kwa hiyo mtoto mdogo, nafikiri hapa mimi nilitamani sana, nikasema ningekuwa na uwezo ningemwambia waziri, mwambie kwa nini tusifundishe watoto wetu namna ya ulaji na madhara. Najua watoto wadogo wakifundishwa from the beginning kwamba bwana, vyakula hivi ni hatari, unene ni mbaya, unene ni hatari kwa sababu unene unaleta 1 2 3. Umeona kula vyakula vya wanga kubwa unaleta 1 2 3. Nafikiri tutanusuru sana watoto wetu. Japani watoto wote wanakula broccoli. Ni supu ya broccoli wanakula na ni mboga ambayo inataka broccoli. Hii inaonekana kwamba inaimprove sana IQ zao. Kwa hiyo huwezi kukuta shida hizi za pressure na sukari katika nchi za Asian type kwa sababu ya ulaji wao. Haya, huku sasa hivi mahindi tunakoboa, tunakula sembe. Kumbe yale maganda yale ya mahindi ndio important. Kumbe yana rafejes nyingi, yanazuia mahindi. Unapokuwa umekoboa, ina maana kwamba unaruhusu kile chakula kiingie mwilini kwa haraka zaidi, kwa kwenda kufanya spike ya glucose. Na matokeo kama ufanye tena kazi, basi utaishia hapo. Kwa hiyo ukiangalia katika mtindo huu ni kwamba sasa hivi kuna utili mwingi. Ukizungumza hapa Dar es Salaam hapo unakuta vinywaji vyenye sukari ni vingi, na hivi ndio watoto wanakunywa kwa sababu ni vitamu. Na mnakisha kunywa unaleta uraibu. Na baadhi ya vinywaji hivi vinatengenezwa na kemikali ambayo inaitwa high fructose corn syrup, ambayo ndio inatumika kama badala wa sukari. Although Tanzania ni moja wanajua, hata mkemia anajua kwamba ni high fructose corn syrup inatumika hapa kwa hiyo kutengeneza vinywaji hivi, lakini madhara yake ni makubwa sana baadaye. Na ndio maana tunasema kwamba hizi high fructose corn syrup ndio wanazotumia kutengeneza hivi vinywaji mara nyingi na viko permitted, lakini kiukweli side effect yake ni kubwa. Na nchi za wenzetu za Ulaya zimesha kataza high fructose corn syrup is no more. Kwa hiyo high fructose corn syrup unatengeneza vinywaji hivi ndio source ya sukari daraja la pili, ndio source ya pressure, ndio source ya saratani, baadhi ya saratani, ndio source ya kila kitu. Na unajua hata mimi nilikuwa nadhani kwamba uraibu mara nyingi upo kwenye labda vinywaji vyenye kilevi peke yake. Kumbe hadi hivi ambavyo vinatengenezwa kwa sukari, yes, kwa sababu vikamletea mtu uraibu. Kwa sababu unapokuwa unatumia vinywaji hivi au vyakula hivi vina kitu kama ni vyakula, kuna hormone inatoka leptin. Kama ni vinywaji, kuna kemikali inazalishwa kwenye bongo inatoka dopamine, ndio inapelekea uraibu. Kwa hiyo kile ukiona soda tu unachanganyikiwa, ukiona vitu vya sukari unachanganyikiwa, ukiona pipi unachanganyikiwa. Na ndio maana watoto wakishaingia huko huwatoi, unakuwa ni ugomvi. Sawa sawa. Kwa hiyo na sasa hivi ukiangalia sasa hivi tena sasa tumeenda zaidi mbele zaidi, tunafikiri tunawanusuru watoto wetu. Unakuta kila familia watu wanakunywa juisi. Amechanganya matunda mengi kule ndani. Matunda yana sukari. Unaweka tena na sukari nyingine. Alafu na mama mtoto wako nafikiri ndio unamsaidia. Kumbe you kill the child. Unashangaa sasa hivi mtu amemaliza shule chuo kikuu miaka 25, miaka 30, sukari, pressure. Umeona Kwa hiyo ukiangalia hapa, kwa mfano nasema kabisa jamani, ulaji unaofaa tujitahidi sana. Ulaji unaofaa sasa hivi tunasema kwa mfano jamani, matunda haya yana sukari. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa glycemic index ya matunda. Yako matunda ambayo unakuta mtu nyumbani kachanganya bakuli la matunda, kaweka mananasi, kaweka maembe, kaweka matikiti maji, kaweka nini? Kaweka zabibu, kaweka. Sasa anachanganya ile matunda, nafikiri ndio raha matunda. Kwa sababu lakini matunda haya kwa mfano tikiti maji na high glycemic index kubwa sana. Sukari yake ni kubwa. Kwa hiyo unapokuwa unakula yale matikiti maji, unachanganya unakula mananasi na high glycemic index kubwa. Na unakuja kwa embe na high glycemic index kubwa. Kwa hiyo glycemic index ni kitu gani? Kiwango cha sukari kilichopo ndani ya tunda. Kwa hiyo hiki unapokuwa umekula moja kwa moja
ndio inakwenda kutoa matunda na fructose na glucose pia. Kwa hiyo moja kwa moja hii ndio inafanya insulin inakuwa spike kwa sababu ni sukari nyingi kabisa, ni sukari nyingi. Umeona? Sawa. Kwa hiyo matokeo yake yale matunda ambayo hayana sukari tunaona mabaya kama matango ambayo ndio mazuri sasa kwenye mwili. Haya hatuyataki. Kwa hiyo umekula wali, unakuja hapo umekula ugali, umekunywa juisi ambayo ina sukari nyingi ya kutosha, umekuja kuongeza na sukari tena. Sasa mwili unakuwa na wanga mwingi. Kwa hiyo unashangaa watu wanakuwa ni wanene sana. Watu ni wanene sana. Ambapo sasa hivi kuna changamoto nyingi, ushakuwa mnene, unapata pressure, utapata sukari, utapata erectile dysfunction, kila kitu hizo ni complication hizo. Kwa hiyo kuna haja ya kukaa na kuzungumzia jinsi ulaji unaofaa ni upi. Sasa kwenye matunda hapo kwenye matunda, kwani ulaji mzuri au ulaji unaotakiwa kwa upande wa matunda matunda yaliwe vipi? Kwa sababu unajua hata mtaani ni utaratibu ambao umezoeleka. Wanauza matunda wanakuwekea kwenye package, kwa utakuta kuna nanasi kama ulivyozungumza hivyo, kuna ndizi, kuna nini. Ulaji unaotakiwa matunda ni kweli matunda ni mazuri sana, inabidi tuyale sana. Lakini sasa kuna kwa mfano kama mgonjwa na ugonjwa wa kisukari. Huwezi kuwa mgonjwa wa kisukari ukala tikiti maji. Huwezi kuwa mgonjwa wa kisukari ukala nanasi. Huwezi kuwa mgonjwa wa kisukari ukala embe. Haya ni matunda ambayo yana sukari nyingi. Kwa hiyo unaenda kuchochea tatizo lazidi kuwa kubwa zaidi. Lakini ulaji wa matunda unaofaa ni kwamba ni kwanza yasitengenezwe kwa juisi. Yasitengenezwe kwa juisi. Yes. Kwa sababu unapotengeneza juisi, unapokula unarahisishia kuwa absorbed kwenye damu faster. Yaani unapokuwa umekunywa ile juisi, ni maana kwa inaingia moja kwa moja kwenye damu moja kwa moja, kwa hiyo na spike ile insulin moja kwa moja. Sawa. Umeona? Kwa hiyo matokeo yake ile spike baadaye itakuta resistance. Bwana, ukimwona mtu leo na kisukari, itimisi mtu huyu alikuwa na insulin resistance kama 10-20 years iliyopita. Umeelewa? Kwamba haijaanza leo. Ukiona mtu ana kisukari, huko nyuma alikuwa pre-diabetic, kwamba alikuwa anaanza kwanza alipata insulin resistance, akawa pre-diabetic, akawa diabetic, akawa mgonjwa wa kisukari kamili. Umeona? Kwa hiyo vitu hivi ni vitu ambavyo vinaanza. Kwa hiyo unaposipokuwa makini unaweza kusukari kwa mfano kimeanza leo, kumbe kilianza like 20 years ago. Kwa hiyo mtoto mdogo anapokuwa anaanza kula vyakula vya wanga kwa kiwango kikubwa na kunywa juice kwa muda na kula high fructose corn syrup kwa muda mrefu, matokeo yake in the 20 years to come tayari ni mgonjwa. Sasa pamoja na changamoto ambazo tumezizungumza, ikiwemo mtindo wa maisha, ulaji usiofaa, lakini pia changamoto ya malezi kwa wazazi kwamba hawafahamu, yani uelewa unakuwa mdogo kwenye familia nyingi, ni aina gani ya vyakula wanapaswa kuwapa watoto wao. Una ushauri gani sasa ili kusudi hii rate ya watu kupata magonjwa haya kama sukari ambayo yanatokana na ulaji mbaya au ulaji usiofaa? Unashauri nini sasa hapa? Mimi ninachoshauri ni kwamba tuwe na elimu kama unavyosema mmefanya sasa hivi hapa. Kwamba namna ya kuhimiza watu wale ulaji unaofaa. Na tuwe na msisitizo kwamba watoto hawa, kwa mfano nimesema kwamba sasa hivi kuna changamoto ya saratani sana sio maana yake? Yes. Lakini saratani hizi visababishi vinafahamika. Si ndio? Yes. Vinafahamika, lakini ukifumba macho unaweza kufahamu. Kuna watu wengi mpaka leo ukimuuliza saratani unasema mimi si hatujui. Saratani zipo zinafahamika, magonjwa yanafahamika. Lakini watu wa kutokujua, kukosa maarifa, just watu wanaangamia. Ndio maana nasema kwamba watu wana maarifa. Kwa mfano sasa hivi tuna utitili wa pombe hapa. Katika nchi yetu ambapo ni pombe za spirit ziko hapa nyingi tu. Unafahamu. Saratani ambazo zinasababishwa na pombe ziko nyingi. Lakini ukija kuangalia mimi na uhakika, japo mimi sio mwana economics, lakini wakifanya watu ambao ni economist watagundua kitu. Kwamba maradhi yanayotokana na pombe na sigara. Na kodi inayokusanywa kutokana na vitu hivi, huenda serikali inatumia gharama nyingi kuhudumia wagonjwa hawa kulikoni kodi inayokusanywa. Hatari kweli, yes, changamoto. Ni kweli na kweli mimi natoka Moshi kule nilikuwa the West, watu wana the West. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambavyo mtindo wa maisha lazima tubadilishe. Na lazima tuanze from the beginning, at school, at primary or at nursery level. Sawa. Mtoto anakwamba baba amesema don't take this, don't smoke, don't drink. Umeona? Kwa hiyo sivuti. Mbona dini zinasema? Umeona? Tunaona watu wanakuwa clear kwamba kuna baadhi ya dini hapa watu wenye pombe unaona kabisa. Umeona? Lakini for sure nikwambia kabisa, mnaita simanzi, people are dying. Really people are dying. Na ni mtindo wa maisha. Umeona? Ni mtindo wa maisha. Sasa hivi tunazungumza kwa mfano nasema, sitaki kuzungumza kuna chakula kinachopendwa sana hapa. Yale mafuta yakishachemka
alafu kuendelea kuyatumia, unanunua labda chips unakuta imekuwa mpaka nyeusi. That's the carcinogen ile. Umeelewa? Ina hatari kubwa sana kwenye yale mafuta yakisha chemka yanabadilika, yanakuwa tunasema kwamba yanakuwa ile hydrogenation, matokeo yake yanakuwa ni carcinogen. Kwa hiyo ziko hapa watu wanakula, unapata shida, unashangaa ni kitu gani. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo mtindo wa maisha wa kula ni kitu ambacho cha kuangalia sana, sio kwa achana. Tulizungumzia kuhusu watoto wadogo ambao wamezaliwa, ambao tunasema ni maziwa ya mama na nini, lakini kiukweli tukiangalia kwa mfano hapa Tanzania bado still tunahitaji elimu kubwa sana. Sawa sawa. Kuna utitiri wa vinywaji vingi vya sukari, na kwa sababu watu ambao wameshapa una energy drinks, kuna nini, kwa hiyo vinaleta matatizo makubwa ambayo you cannot imagine how to control it. Sawa sawa, nakushukuru sana, naona muda wetu umekimbia kweli kweli. Sawa, nakupa nafasi sasa hapo, wakitaka kukupata watakupata vipi, unapatikana wapi, na mawasiliano pia? Yes. Kama nilivyosema hapo awali, mimi naitwa Dr. Luka Mkenyi, daktari bingwa wa magonjwa ya watoto. Napatikana hospitali ya taifa Muhimbili. Pia ofisi yangu inapatikana jiko la Green Acres, Victoria, karibu na petrol station ya Lake Energies. Napatikana pale, tunatoa huduma za kibingwa za watoto. Kwa hiyo namba zangu za simu ni 0713475691. Kwa bila shaka ukitaka kunipata kwa mazungumzo zaidi, kwa utaalamu, ushauri wa kiafya, pia huduma za kibingwa za watoto, usiache kuwasiliana na mimi moja kwa moja kupitia namba yangu. Okay, sawa. Mpaka kufikia hapo, mtazamaji ambao umekuwa ukitufuatilia, tumfikia tamati ya The Heavy Talk podcast kwa siku ya leo. Usisahau pia kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa anwani moja tu ya TBC Online. Mimi naitwa Agri Kasanga, endelea kutufuatilia mpaka wakati mwingine. Kwa heri.